nuru ya kuwa mwanga wa mataifa. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wapendwa watu wa maisha ya wakfu, kwa utaratibu wake Kanisa limetuwekea tarehe ya pili ya mwezi Februari kuwa ni siku ya kuadhimisha kutolewa kwa Bwana hekaluni. Inaitwa ni siku ya mianga. Na pia siku hiyo Kanisa limepanga kuadhimisha siku ya watawa, watu wa maisha ya wakfu. Lakini kwa kuzingatia kwamba tarehe ya pili Februari ni siku ya juma, kwa busara ya kichungaji katika Jimbo Kuu la Dar es Salaam tukaamua tuadhimishe tukio hilo siku iliyo karibu na adhimisho hilo. Ndio maana badala ya kuadhimisha Jumatatu ijayo, tukakusanyika hapa kuadhimisha siku ya kutolewa Bwana hekaluni tarehe 31 mwezi Januari. Na tunaokusanyika hapa tuko wengi tukiwakilisha mashirika yetu. Kama wote wangehudhuria, mashirika ya kike Dar es Salaam yako 87 na mashirika ya watawa wanaume Dar es Salaam yako 47. Utajiri mkubwa, lakini tusijigambe. Kabla ya kujigamba, tujiridhishe kwamba huo utajiri mkubwa wa watawa unaakisi kile ambacho watawa wameitwa kuwa. Watawa ni watu walioitwa kumfuata Kristo ambaye ni nuru ya ulimwengu. Kwa hiyo kila mtawa anatarajiwa awe nuru ya ulimwengu. Ewe mtawa, usithubutu kuwa giza. Ukiwa giza, manake unakuwa kitu cha kushangaza. Ukiwa giza, unaenda kinyume na wito wako. Wito wako ni kuwa taa inayoangaza, kama Kristo aliyejishusha akakubali kuwa mdogo, akakubali kujiweka chini ya sheria za wanadamu kusudi atuangaze, atuongoze, atutakatifuze. Masomo yetu ya leo yametupa mafundisho hayo. Katika somo la kwanza, Mungu akiongea kupitia kinywa cha nabii Malaki ametamka kwamba tazama, namtuma mjumbe wangu
tazama, namtuma mjumbe wangu. Bila shaka huyo mjumbe anayetajwa anaweza kuwa ni nabii yeyote kati ya manabii. Huyo mjumbe anayetajwa anaweza pia kuwa ni yeyote kati yetu tuliobatizwa. Tulipobatizwa tuliunganishwa na Kristo, tukafanywa kuwa watoto wa Mungu, tukafanywa ndugu zake Kristo, tukafanywa kuwa hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tumepewa heshima, tumepewa utume, tumepewa wito. Naoneni fahari, kwani kwa njia ya ubatizo mmepewa heshima na wito huo. Lakini Mungu hakuishia hapo. Amependa kwenda mbele zaidi, na akijenga juu ya wito wenu wa ubatizo akawaita kwa maisha ya wakfu. Sasa ndugu zangu, maisha ya wakfu sio tu kuvaa mavazi mazuri. Maisha ya wakfu ni ufuasi. Maisha ya wakfu ni ushuhuda, na maisha ya wakfu ni kujitosa kuwa kioo cha Kristo kwa walimwengu. Yesu mwenyewe ambaye tumebatizwa kwa jina lake amejitosa kuwa nuru kwa ajili yetu, kusudi atuonyeshe njia ya kwenda kwa Baba. Katika somo la Injili tumesikia jinsi Yesu alivyojinyenyekesha. Yesu mnyenyekevu, Yesu mwana wa Mungu amekubali kufuata sheria zilizowapasa wanadamu. Wanadamu hasa wazaliwa wa kwanza wa kiume, kwa kadiri ya Torati, walipashwa kuwekwa wakfu. Kuwekwa wakfu kwa kutolewa hekaluni, kukabidhiwa kwa Bwana. Sasa Yesu kimsingi hakuhitaji kuwekwa wakfu, kwa sababu yeye tayari ni mtakatifu. Yeye tayari ni mwana wa Mungu, lakini amejishusha akafuata sheria za wanadamu kusudi atupe mfano. Ametupa mfano tujue njia ya kuzingatia, tujue jinsi ya kujipanga, kujue jinsi ya kujitosa na kujitoa katika kanisa na kwa ajili ya kanisa. Tunamshukuru Yesu kwa mafundisho yake mazito. Katika somo la Injili, huyu Yesu aliyejishusha, aliyejinyenyekesha, amepelekwa hekaluni awekwe kwa Bwana ili awe nuru na mwanga wa mataifa. Leo sisi tumeadhimisha Kristo, nuru na mwanga wa ulimwengu. Kristo ndiye nuru yetu, Kristo ndiye mwanga wetu. Tumfuate, tumzingatie, tujikabidhi kwake. Yeye ndiye Mwokozi wa ulimwengu,
lakini pia yeye ndiye njia, ndiye ukweli, ndiye uzima. Tumshukuru Kristo ambaye amekubali kujishusha hata akapelekwa hekaluni, akakabidhiwa kwa Simeoni na Ana ambao ni wawakilishi wetu. Kama vile Simeoni na Ana walipompokea wakamtukuza Mungu na wakamshangilia, nasi tunaoadhimisha leo siku ya Kristo, nuru na mwanga wa ulimwengu, tumpokee katika mioyo yetu, katika maisha yetu, katika utume wetu, katika ushuhuda wetu. Tumpokee na tujikabidhi kwake bila kujibakiza. Sisi tunaoadhimisha leo siku yetu kama watawa, tutambue kwamba wito wetu ni mtakatifu, wito wetu ni bora, lakini sio mororo. Ni wito wenye madai yake, changamoto zake na magumu yake. Tunapoadhimisha pamoja nanyi, ninawaomba na kuwaalika kila mmoja, uwe mtawa wa kike, uwe mtawa wa kiume, kweli uwe mtawa furaha na faraja kwa watawa wenzako. Najua kwamba hutokea wakawepo watawa wanaoishi nyumba moja, labda watatu, lakini kila mtu lwake, hawazungumzani, hawasali pamoja, hawali pamoja, hawazungumzani. Kama mpo wa namna hiyo, hicho ni kikwazo, huko ni kukengeuka. Watawa, kuweni watawa kweli. Pendaneni katika jumuiya zenu, takatifuzaneni katika jumuiya zenu, hurumianeni katika jumuiya zenu, tendeaneni mema katika jumuiya zenu. Msiruhusu mkaishi kipagani na huku bado mkisema mimi mtawa, mimi mtawa. Ukishafikia kiwango cha kutoweza kuzungumzana na mtawa mwenzako, kusali na mtawa mwenzako, kusalimiana na mtawa mwenzako, kula pamoja na mtawa mwenzako, wewe ni kituko. Afadhali uvue hayo mavazi ya kitawa uende uraiani. Lakini nawaombea kwa Mungu muwe kweli watawa waaminifu, watawa mliosimama kidete katika wito wenu na uwakfu wenu. Leo tunapoadhimisha kutolewa Yesu hekaluni na sikukuu yetu kama watawa, tumshukuru Mungu aliyetuita bila mastahili yetu. Tumwombe Mungu atudumishe katika wito wetu, na tumwombe aendelee kuita vijana wengi wema, watakatifu na wenye afya ya akili, afya ya roho na afya ya mwili, wamfuate na kujitoa kwake
katika maisha ya wakfu. Napenda kutumia fursa hii kuwapongeza wale wanaoadhimisha jubilei zao leo. Wale wanaoadhimisha miaka 50 ya utawa, simameni. Hamsini. Nawapongeza, nitawapa siri baadaye. Wale wanaoadhimisha miaka 25 ya utawa, simameni. Hongereni sana. Nawaombea miaka mingine mingi ya ufuasi uliotukuka. Amani ya Kristo iwe nanyi.